Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, kuelekea kwenye dirisha kubwa la usajili bwana, tetesi zimekuwa ni nyingi sana, hususan kwa klabu ya Yanga ambao wameendelea kutajwa kuhusishwa na baadhi ya nyota. Nimekuwa nikikusogezea pia tetesi kuhusiana na timu nyingine. Sasa Yanga bwana, baada ya kuhusishwa na baadhi ya nyota kama Girumugisha, raia wa Burundi anayepiga ndani ya klabu ya Al Hilal ya kule Sudan. Bwana, Yanga wameendelea kuhusishwa na tetesi baadhi ambazo zinahusu baadhi ya nyota ambao wanafanya vizuri kwenye ligi ya NBC. Sasa tunafahamu kwamba kwenye dirisha dogo la usajili Yanga bwana walikuwa wakihusishwa na beki wa kushoto wa klabu ya Azam FC Pascal Msindo, lakini hakuweza kufanikiwa kukamilisha dili hilo. Bwana, bado Pascal Msindo ni moja kati ya nyota ambaye anazungumzwa kwamba huenda dirisha kubwa la usajili akawa sehemu ya kikosi cha Yanga, na hii ni baada ya tetesi ambazo pia zipo zinazomhusu Chadrak Boka ambaye ametoka kwenye majeraha, kuhusishwa kuachwa na nafasi yake kuchukuliwa na nyota mwingine mpya, na moja kati ya nyota ambaye anatajwa ni Pascal Msindo kutoka ndani ya klabu ya Azam FC. Naambiwa Yanga mnasubiri nini kwa huyu kijana tayari ameshakomaa na yuko tayari kucheza kwenye timu kubwa. Nafasi ya Boka ambaye mnamwacha mwishoni mwa msimu, ingizeni jina la huyu, atawasaidia sana kwenye mahangaiko yenu kwa kutetea ubingwa msimu ujao. Wageni wanatosha, ongezeni huyu. Ni moja kati ya taarifa ambayo nimekutana nayo mtandaoni ikimhusisha Pascal Msindo kutajwa kutua ndani ya klabu ya Yanga. Taarifa nyingine ama tetesi nyingine ambayo ipo kwa sasa bwana, unaambiwa Yanga Afrika wanatajwa kukamilisha usajili wa Ramadhani Chobwedo, winga kizamani, moja kati ya nyota ambao kwa sasa wanaendelea kufanya vizuri ndani ya klabu ya TRA United. Moja kati ya winga ambaye amekuwa kivutio sana pale ambapo TRA United wanacheza na timu pinzani. Bwana, kuna mahara nimeona kuwa Yanga Sports Club wanamtazama kwa karibu winga hatari Ramadhani Chobwedo kutoka TRA. Kwenye dakika 1034 Ramadhani amehusika kwenye mabao mawili ligi kuu, akifunga mara moja na kuasisti mara moja. Huyo ni Ramadhani Chobwedo. Yanga unaambiwa bana wamekamilisha taratibu zote kwenye dili la Ramadhani Salum Chobwedo. Kama nilivyo ripoti iliyopita, Yanga walianza kufanya mazungumzo naye baada ya mchezo dhidi ya Simba. Mchakato wa kumtazama ulifanywa na baadhi ya wajumbe wa kamati ya usajili ya Yanga. Huyu jamaa inawezekana msimu huu wa ligi akawa miongoni mwa wachezaji wanaopendwa na mashabiki wa Simba na Yanga, na hii ni kutokana na uwezo wake uwanjani, sio maisha yake nje ya uwanja. Kwa hiyo bana, Ramadhani Chobwedo, winga kizamani, anatajwa kutua ndani ya klabu ya Yanga, na msishangae kuona dirisha kubwa la usajili pengine Yanga wakimtambulisha Ramadhani Chobwedo. Ni moja kati ya nyota ambaye amezungumzwa sana, si tu Yanga lakini pia hata kwenye vilabu vingine, kutokana na uwezo ambao ameendelea kuonyesha ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi. Simba pia kuna tetesi ambazo zipo ambazo zinamtaja Ramadhani Chobwedo, lakini kwenye vilabu vingine pia anatajwa. La Yanga pia ndio hao wanatajwa kukamilisha usajili wa Ramadhani Chobwedo. Kwa hiyo ni moja pia kati ya sajili ambayo pengine inaweza ikawa ni moja kati ya sajili ambayo itawavutia wengi sana. Bwana, nikukumbusha tu Ramadhani Chobwedo, ukimtazama kwa muonekano ni kama vile Edgo, lakini mwamba na umri wa miaka 26. Kwa hiyo Ramadhani Chobwedo bado kabisa, bado janki, na tusubiri kuona pengine hicho ambacho kimeendelea kuzungumzwa na mitandao, lakini pia tetesi hizi zinazomhusu Ramadhani Chobwedo kwamba huenda akatua ndani ya klabu ya Yanga kwenye dirisha kubwa la usajili. Lakini tetesi nyingine ni kwamba miaka 4 iliyopita Yanga walikuwa tayari kumsajili Mustafa Kiza, mlinzi wa kushoto Buganda, ambaye enzi hizo alikuwa akicheza Marekani, lakini haikuwezekana. Wanaambiwa Yanga wanamtaka licha ya kukutana
makala mbalimbali za waandishi kutoka Uganda wakizungumzia dili jipya na Yanga. Bana, Yanga pia bana ni kama wameanza kusokota deal la kumtaka Mustafa Kiza ambaye kwa sasa anakipiga ndani ya klabu ya Nairobi United ya pale nchini Kenya. Kwa hiyo Mustafa ni moja kati ya nyota ambao pia kwenye madirisha kadhaa kama ambavyo nimekujuza kwamba ni moja kati ya nyota ambao alikuwa anatakiwa na klabu ya Yanga, lakini baadaye ilikuwa dili halikuwezekana. Sasa unaambiwa klabu ya Yanga imeanza mazungumzo na klabu ya Nairobi United ili kupata saini ya beki wao wa kushoto Mustafa Kiza mwenye umri wa miaka 26 kuelekea msimu ujao, na Mustafa Kiza amekuwa na kiwango bora sana akiwa na Nairobi United. Kwa hiyo tunasubiria pia kuona nini ambacho kinaweza kikajili baada ya Yanga kuhusishwa na Mustafa Kiza ambaye anatajwa kutua ndani ya kikosi hicho. Lakini wakati huo pia beki wa kushoto wa klabu ya TRA United Valentino Nouma yupo kwenye mazungumzo na klabu ya Yanga kwa ajili ya kujiunga nao mwishoni mwa msimu huu. Chadwa Kiboka yeye yupo kwenye orodha wa kuachwa, kwani mabosi wa Yanga wanaamini wanahitajika mchezaji mwingine zaidi kwenye eneo hilo. Ikumbukwe wawili hawa wote walikuwa katika kikosi cha FC Lupopo. Maana hii tetesi nimekutana nayo pia na nimeona nikujuze kuhusiana na Valentino Nouma. Ni kweli kwamba Valentino Nouma pamoja na Chadwa Kiboka walikuwa wanacheza kwenye kikosi cha FC Lupopo na wote walisajiliwa kwa pamoja kuja nchini Tanzania. Kwa maana ya Chadwa Kiboka yeye alikuja Yanga, Valentino Nouma kaja Simba. Na Valentino Nouma ndiye ambaye alikuwa anamuweka Chadwa Kiboka bench. Lakini baada ya hapo Valentino Nouma amekuwa wa kwanza kuachwa na klabu ya Simba na kutumikia ndani ya klabu ya TRA United. Chadwa Kiboka bado anakipiga ndani ya klabu ya Yanga, lakini kuna tetesi za yeye kutaka kuachwa kwenye dirisha kubwa la usajili. Sasa hivi tetesi zinaeleza kwamba Yanga wako kwenye mazungumzo ya kuona kama wanaweza kupata saini ya Valentino Nouma ambaye yuko anakipiga pale ndani ya klabu ya TRA United. Tusubiri kuona, hizi ni tetesi, si kweli kwamba hizi ni taarifa official, lakini ni tetesi ambacho zinazungumzwa kwamba yani ni zile fununu zinaweza zikawa kweli lakini zisiwe kweli. Kwa hiyo tunasubiri kuona mpaka dirisha kubwa la usajili nafunguliwa, basi tutafahamu mbivu na mbichi kuhusiana na taarifa hii, lakini iko hivyo. Lakini hizi ni moja kati ya tetesi ambazo zinahusu klabu ya Yanga juu ya baadhi ya nyota, akiwemo nyota Ramadhani Chobwedo. Klabu ya Yanga na pia imefikia makubaliano binafsi na winga hatari wa klabu ya TRA United Ramadhani Chobwedo ya kumsajili mwishoni mwa msimu huu kama mchezaji huru. Chobwedo anaifananishwa na Mbeumo wa Man United, ana umri miaka 26 kama ambavyo nimekujuza. Kwa hiyo tusubiri na kuona, lakini hizo ni baadhi tu ya tetesi ambazo zinahusu klabu ya Yanga na baadhi ya nyota kuelekea kwenye dirisha kubwa la usajili. Lakini pia tetesi nyingi zikiwahusisha baadhi ya nyota ambao wanatajwa kwamba huenda wakaachwa. Chadwa Kiboka anatajwa, Prince Mpumelelo Dube ni moja kati ya nyota pia ambao nimesikia tetesi zao za kwamba pengine huenda Yanga wakaachana nao. Lakini wapo wengine nyota ambao wako ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo tunasubiri na kuona nini ambacho kitatokea, na pengine hizi tetesi ambazo zinaendelea kutajwa, je, ni kweli Yanga wanahitaji hawa nyota na watafanikisha deal, au itakuwa tu kama kwa Mustafa Kiza ambaye alikuwa anahusishwa lakini bado deal halikuweza kufanikiwa. Pasco Msindo alikuwa anahusishwa mara kadhaa kutoka ndani ya klabu ya Yanga lakini deal halikufanikiwa. Je, mara hii deal itafanikiwa ama litofanikiwa? Bwana, ngoja tuishi kwenye hizi tetesi, lakini iko hivyo kwamba Yanga ameendelea kuhusishwa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.